Uhuru Kenyatta rejea kwa kishindo huku mahakama ikimpa ushindi wa kisiasa dhidi ya kundi pinzani la Jubilee. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Uamuzi wa mahakama kuu siku ya Alhamisi umempa rais wa zamani Uhuru Kenyatta ushindi mkubwa wa kisiasa, ukimaliza miezi ya mvutano na migawanyiko wa uongozi ndani ya chama cha Jubilee. Uamuzi huu umehalalisha mkutano mkuu wa kitaifa NDC ulioshuhudia mabadiliko ya uongozi wa chama na kuimarisha nafasi ya Kenyatta kama kiongozi halali wa chama cha Jubilee. Na katika hukumu hiyo, mahakama ilikubali kwamba NDC hiyo ilizingatia masharti yote ya kikatiba ya chama, na uamuzi huo umefuta jaribio la awali lililofanywa na kundi lililokuwa likipigana na Kenyatta ambalo lilikuwa limemuondoa katika nafasi ya uongozi huo na kuwateua viongozi wapya kwa madai kwamba mkutano huo haukufuata taratibu za kisheria. Kundi hilo limeaminika kuwa na uhusiano wa karibu na serikali ya Rais William Ruto. Mahakama ilitupilia mbali madai hayo, ikisisitiza kuwa kikao cha wajumbe kilizingatia masharti yote ya kikatiba na kwamba wanachama wote muhimu walitaarifiwa kwa wakati na kushiriki ipasavyo. Kwa mujibu wa mahakama, mchakato mzima uliendeshwa kwa kufuata sheria na hivyo kuhalalisha mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa. Kwa kurejeshwa kwake rasmi kama kiongozi wa chama, Kenyatta anapata fursa ya kipekee ya kuimarisha ushawishi wake ndani ya upinzani, hasa kupitia muungano wa Azimio la Umoja, mtandao wa mashinani wa Jubilee ambao ulikuwa umepooza kutokana na mgawanyiko wa uongozi. Sasa unatarajiwa kufufuka upya kwa nguvu mpya, huku chama hicho kikijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao, huku kikimtangaza Fred Matiang'i ambaye alikuwa waziri wa usalama wa ndani kama mwaniaji ambaye atakayepeperusha bendera ya Jubilee. Jeremiah Kioni amerudishwa kama katibu mkuu wa chama, huku Meja Jenerali mstaafu Saitoti Torome akithibitishwa kama mwenyekiti wa kitaifa. Hii inatoa picha ya uongozi dhabiti kwa mpangilio mpya wa kisiasa ambao unalenga kujijenga upya chama ama kulijenga upya chama na kukiandaa kwa siasa za uchaguzi zijazo. Na wakati siasa za upinzani nchini Kenya zikipitia kipindi cha mabadiliko na mwelekeo mpya, kurejea kwa Kenyatta kunatazamiwa kuwa na athari kubwa. Chama cha Jubilee kilichoonekana kuzorota sasa kinatarajiwa kushiriki kwa nguvu katika mijadala ya kitaifa, huku haki za kiuchumi, utawala bora na masuala ya uwajibikaji wa serikali. Ushindi wa mahakamani unaonekana kama onyo kali kwa wanasiasa wanaojaribu kusambaratisha taasisi za vyama haswa vya kisiasa kwa maslahi ya muda mfupi. Kwa Kenyatta, huu ni mwamko mpya wa kisiasa unaoweza kuathiri kwa kiasi kikubwa taswira ya urithi wake na nafasi yake katika mustakabali wa siasa za Kenya.